Ndiyo madam, na kuona hapa umekuja bila shaka kufanya uchaguzi. Jina lako naitwa nani? Ndiyo, naitwa Madam Meli. Lakini pia ni mmiliki wa kituo cha Ebeneza Daycare Center. Kipo wapi hicho? Hiki kituo kinapatikana kule Mateka, mpakani na Ruvuma. Mpakani na Ruvuma. Kuna mtaa pale unaitwa mtaa wa Masanga. Okay. Sasa tueleze kilichojiri, nini kimekufurahisha mahali hapo mpaka umekuwepo? Kwa kweli kilichonifurahisha cha kwanza kabisa ni umoja wa ule wamiliki, lakini pia kilichonifurahisha kikubwa ni ile hatua ya kufikia kufanya uchaguzi wa viongozi kwa maana ya mwenyekiti, makamu mwenyekiti, katibu msaidizi, lakini pia mhasibu na wajumbe waliopatikana. Nashukuru. Lakini sasa nini umejifunza sasa, kwa maana baada ya uchaguzi, kabla ya uchaguzi, na utakwenda vipi sasa baada ya kupata watu ambao watakuongoza? Sawa, asante. Kabla ya uchaguzi, kitu ambacho nilikuwa naona kwamba sasa wilaya yetu ya Songea inaenda kutanuka katika maana ya umoja wa hizi daycare. Lakini pia nimejifunza kingine kwamba kumbe viongozi ambao tulikuwa nao kabla ya kipindi hiki wamefanya mambo makubwa na mazuri, na ndio maana hata leo hii imepelekea wao tena kupita katika nafasi zile. Na nini tunategemea au nini nategemea ni kuona mabadiliko au mabadiliko zaidi, mabadiliko makubwa kutokana na ule uzoefu ambao walikuwa nao wakati kabla ya uchaguzi. Unawaambiaje wenye vituo kama vyako mitaani na pengine nini unawashauri? Wenye vituo vingine, mimi ninachowashauri kikubwa ni kwamba kwanza kuonekana, kuhudhuria kwenye vikao mbalimbali, hata tu kama sio hiki tu cha uchaguzi kikao cha leo, hata vikao vingine. Na kwa leo niseme kwamba kuna kitu au kuna vitu ambavyo wamevikosa, kwa sababu wangekuwepo ingewezekana wangeweza kutoa mawazo au maoni yao wakati ule viongozi wetu watarajiwa wakiwa na jinadi, wangeweza kusema chochote, lakini kwa sababu hawakuwepo, wamebaki majumbani, hivyo wamebaki na mawazo yao. Kwa hivyo kwa vikao vingine basi waweze kuhudhuria ili kuweza kuiweka Songea yetu, wilaya yetu ya Songea kuwa juu, hasa katika malezi ya watoto wetu. Nashukuru sana. Kuhusu wazazi ambao wako kwenye eneo lako la shule, kuhusu ukatili wa watoto, unawaelezaje wazazi? Wazazi nawaeleza kwamba waweze kuwaleta watoto wao kwenye vituo vyetu, kwa sababu ni sehemu salama. Maana ukiangalia kwenye ukatili wa watoto, wakati mwingine wamekuwa vyanzo ni wazazi, lakini kwa asilimia kubwa ni wale watu ambao wahudumu wao ambao wazazi kwa wakati wanakuwa wanawaamini kuacha na watoto wao. Hivyo mimi nawashauri kwamba sehemu salama ni kuwaleta kwa walimu, sehemu kwenye vituo, kule ndo kuna usalama. Okay, ili waweze kulea watoto wao sehemu za maadili. Kule mtoto atapata elimu, atakuwa kwa elimu, lakini pia kimaadili. Maana mtoto ana sehemu tu hizo tatu, atakuwa akiwa nyumbani kwa baba na mama, lakini atakuwa akiwa kwenye mambo ya imani wakati mwingine kanisani au msikitini, lakini sehemu nyingine ni shuleni na sio vinginevyo. Tunashukuru sana, asante sana. Unasema unaitwa nani? Tukumbushe jina. Mimi ni Madam Meli, lakini pia ni mkurugenzi au mmiliki wa kituo cha Ebeneza Daycare Center ambacho kinapatikana pale mpakani mwa Mateka na Ruvuma. Asante sana.